Kinachoendelea: vita ya Urusi dhidi ya Ukraine. Rais wa France Emmanuel Macron anakutana leo na viongozi wa nchi za Umoja wa Ulaya pamoja na Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky katika mkutano wa kilele unaolenga kuimarisha usalama wa Ukraine. Mkutano huo unafanyika kabla ya kufikiwa makubaliano yoyote ya usitishaji vita na Urusi. Siku ya Jumatano, rais huyo wa Ufaransa Emmanuel Macron, baada ya kuzungumza na Zelensky, alisema kuwa pendekezo la kuundwa kikosi cha Umoja wa Ulaya cha kuisaidia Ukraine linaloenda sambamba na makubaliano ya amani ya baadaye huenda likajibu shambulizi la Urusi ikiwa nchi hiyo itaishambulia nchi hiyo. Rais Macron amesema vikosi hivyo vinaweza kupelekwa katika miji muhimu na kwingineko nchini Ukraine. Anasema mbali na kuthibitisha kwamba inataka amani, Urusi inaendelea kila siku kushambulia vikali ngome ya Ukraine, ikiwa ni pamoja na shabaha za kiraia. Anasema tunalaani mashambulizi hayo na lazima yakomeshwe kabisa, alikaririwa akisema. Macron pamoja na Waziri Mkuu wa Uingereza Keir Starmer wamekuwa wakishinikiza juhudi za kuunda muungano wa mataifa kwa njia moja ama nyingine kuwezesha kupelekwa kwa kikosi cha kijeshi nchini Ukraine kwa lengo la kutafuta amani ya kudumu. Vile tamaa ya Marekani ya kuingia katika mazungumzo juu ya mzozo wa Ukraine inaonyesha utambuzi wa kutokuwa na uwezo wa kushinda hata kwa kutumia zana zote, ikiwa ni pamoja na vikwazo vilivyowekwa kwa Urusi. Naibu mwenyekiti wa jimbo la Duma Alexandra Babakov anasema tamaa ya leo ya serikali ya Marekani kuingia kwenye mchakato wa mazungumzo na uongozi wa nchi yetu juu ya suala la utatuzi wa migogoro ni onyesho tu la ukweli kwamba wametambua kwamba zana kubwa zinazotumiwa dhidi ya Urusi haziwezi kupata ushindi. Kongamano la kisayansi na kidiplomasia lililotolewa kwenye maadhimisho ya miaka 80 ya mkutano wa Yalta. Kwa mujibu wa naibu mwenyekiti wa jimbo la Duma, Urusi ya leo inahitaji kwanza kabisa kuzingatia kuunda taasisi mpya, ikiwa ni pamoja na katika eneo la kiuchumi, hasa katika nyanja ya sarafu. Vile Ufaransa na Uingereza hivi karibuni zitatuma kikundi nchini Ukraine kutayarisha muundo wa mafunzo ya kijeshi ya Ukraine katika siku zijazo, Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron anasema katika mkutano na waandishi wa habari kuhusu matokeo ya mkutano wa Paris kuhusu Ukraine. Waziri Mkuu wa Uingereza na mimi tutatoa agizo kwa wakuu wa wafanyakazi wetu wakuu ili timu ya pamoja ya Ufaransa na Uingereza ipelekwe Ukraine katika siku zijazo. Kulingana na Macron, kwa ushirikiano wa karibu na upande wa Ukraine, tutaamua muundo ambao jeshi la Ukraine litalazimika kuwepo katika siku zijazo. Vile mkutano wa kilele wa muungano wa walio tayari mjini Paris haukuamua kutuma kile kinachoitwa ujumbe wa kuleta utulivu nchini Ukraine. Waziri Mkuu wa Poland Donald Tusk anasema baada ya mkutano, leo hakukuwa na lengo la kufanya maamuzi yoyote kuhusu kutuma ujumbe wa kuleta utulivu nchini Ukraine. Tusk alisema katika mkutano na waandishi wa habari, sasa si wakati wa kutaja mipango hii wakati hakuna matokeo ya awali ya mazungumzo ya Marekani na Urusi. Wakati huo Tusk alibainisha kuwa tayari ni wazi kwamba Uingereza, Ufaransa na baadhi ya nchi nyingine ziko tayari kutuma ujumbe nchini Ukraine kufuatilia uzingatiaji wa amani. Waziri Mkuu wa Poland pia alitoa wito wa kukomeshwa kwa uvumi kuhusu uwezekano wa ushiriki wa jeshi la Poland katika misheni hiyo. Vile washiriki wa mkutano wa kilele wa Paris hawakufikia makubaliano ya pamoja juu ya kupeleka vikosi vya kijeshi nchini Ukraine kama sehemu ya kile kinachoitwa ujumbe wa kulinda amani, na muundo wa ujumbe kama huo bado haujaamuliwa, anasema Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron. Namnukuu, vikosi hivi vya usaidizi vilitolewa na Ufaransa na Uingereza. Watawakilishwa na nchi kadhaa kwa sababu haikuwezekana kufika umoja katika swala hili. Wengine hawana fursa, wengine wanazuiwa na mazingira ya kisiasa, Macron alisema, akiongeza hata hivyo kwamba London na Paris hazihitaji umoja kutekeleza mipango yao. Rais wa Ufaransa alikiri kwamba muundo wa vikosi vya msaada pia utahitaji majadiliano ya ziada. Vile Ukraine iko tayari kutia saini mkataba wa madini ambao ulikabidhiwa kwake na Marekani mnamo Machi 23. Mjumbe wa bunge Yaroslav Zelensky anasema kupitia YouTube, upande wa Ukraine bado haujatoa ridhaa ya makubaliano ya hivi punde. Wizara ya uchumi inafanyia kazi hilo, alisema kinukuu vyanzo vya serikali ya Ukraine na nakala makubaliano ambayo yamekabidhiwa kwake. Zelensky aliongeza kuwa makubaliano hayo yatahitaji idhini ya bunge. Zaidi ya hayo, sheria za nchi kuhusu bajeti na kodi pia zitalazimika kurekebishwa ili kuzitekeleza, na mabadiliko yanayohitajika pia yatapitishwa na bunge. Anasema huu ni mchakato mrefu wa kisiasa. Kwa maoni yangu, sisi bunge hatutapitisha mkataba huo katika hali yake ya sasa, mwisho wa kumnukuu. Vile Urusi haina imani na utawala wa Kiev, kwani mamlaka ya Kiev inatafsiri vibaya kila kitu kilichokubaliwa hapo awali.
anasema msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Urusi Maria Zakharova. Tunaweza kuzungumza juu ya uaminifu wa aina gani ikiwa watapindisha kila kitu katika mchakato, hata kile ambacho wamekaa na wale ambao wamewaongoza miaka hii yote. Mwanadiplomasia huyo alisema kuwa Volodymyr Zelensky aliweza hata kutafsiri vibaya kauli za rais wa zamani wa Ufaransa Francois Hollande na kansela wa zamani wa Ujerumani Angela Merkel kwamba kamwe hawakukusudia kutekeleza makubaliano ya Minsk. Anasema wakati yeye Zelensky sasa anadai kwamba Urusi ilimdanganya baada ya makubaliano ya Minsk. Zakharova aliongeza, makubaliano ya Minsk kati ya Jamhuri ya Donetsk na Lugansk na Kiev yalibuniwa kuunganisha tena mikoa ya Donetsk na Lugansk ambayo ilijitenga baada ya mapinduzi ya 2014 huko Kiev hadi Ukraine. Wadhamini walikuwa Urusi, Ufaransa na Ujerumani. Vile vile, Hungaria inapinga kujitoa kwa haraka kwa Ukraine katika Umoja wa Ulaya, akisema kwa bado haijulikani ni eneo gani litajumuishwa. Gergely Gulyas, mkuu wa ofisi ya waziri mkuu wa Hungaria, anasema leo hatuna uhakika ni shirika gani la eneo linalotaka kujiunga na EU kwa kuwa ni nchi inayokaliwa kwa kiasi fulani iliyoingia katika migogoro ya kijeshi. Gulyas pia alionya kwamba uandikishaji wa haraka wa Ukraine utaleta uharibifu usioweza kurekebishwa kwa uchumi wa Ulaya. Vile vile, makubaliano ya madini kati ya Marekani na Ukraine yatafungwa na hayatajumuisha hakikisho lolote la usalama, kwa mujibu wa mwanachama Verkhovna Yaroslav Zelezniak. Anasema mkataba utaendelea kutumika kwa muda usiojulikana. Mabadiliko yoyote au kusitishwa kwa makubaliano hayo kunaweza kutokea tu kwa ridhaa ya Marekani. Wanashikilia haki ya kukataa kwanza kwa miradi yote mipya miundombinu na wana mamlaka ya kupinga uuzaji wa rasilimali kwa nchi nyingine. Zelezniak alisisitiza kuwa makubaliano hayo hakuna vifungu kabisa kuhusu dhamana ya usalama hata dokezo. Vile vile, rasimu ya hivi punde ya makubaliano kati ya Ukraine na Marekani iliyowasilishwa na Washington mnamo Machi 23 inahusisha maliasili zote ikiwa ni pamoja na mafuta na gesi katika maeneo yanayodhibitiwa na Kiev. Mwanachama Verkhovna Yaroslav Zelezniak anasema inashughulikia maliasili zote ikiwa ni pamoja na mafuta na gesi, miradi mipya na iliyopo ya rasilimali za madini kote Ukraine. Mbunge huyo wa Ukraine aliandika kwenye chaneli yake ya Telegram, chini ya pendekezo la Marekani, Ukraine italazimika kutenga mapato kutoka kwenye rasilimali zake, huku msaada ambao Washington imetoa kwa Kiev tangu 2022 utachukuliwa kuwa ni mchango wa Marekani katika mfuko huo. Vile vile, uwepo wowote wa uwezekano wa kutumwa kwa wanajeshi wa NATO chini ya mpango uliopendekezwa na muungano wa walio tayari unaweza kusababisha makabiliano ya kijeshi na Urusi, hali ambayo Moscow inapinga vikali. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Urusi Maria Zakharova anasema katika mkutano na waandishi wa habari, ningependa kutambua tena kwamba Urusi inapinga kwa uthabiti hali iliyojaa makabiliano ya moja kwa moja ya kijeshi kati ya Urusi na NATO, alisema akitoa maoni yake kuhusu mpango wa hivi majuzi wa baadhi ya viongozi wa Ulaya kutuma kikosi cha kulinda amani nchini Ukraine. Kulingana na mwanadiplomasia wa Urusi, London na Paris bado zinakuza mipango ya kuingilia kijeshi nchini Ukraine na kuibadilisha kama misheni fulani ya kulinda amani. Vile vile, nikupeleke sasa kwenye uwanja wa kivita ambako huko yako mengi ambayo yameendelea kushika kasi. Vikosi vya Urusi vimeshambulia uwanja wa ndege wa kijeshi wa Ukraine, vifaa vya uzalishaji wa silaha na kushambulia warsha za eneo la ndege isiyo na rubani katika siku iliyopita. Vile vile, kundi la kaskazini la Urusi limesababisha majeruhi 80 wa jeshi la Ukraine na kuharibu mizinga miwili katika eneo lake la uwajibikaji karibu na makazi ya Prokhod, Ogroyed, Stepok, Mikhailovskoy katika mkoa wa Sumy. Nikikutoa huko kwenye uwanja wa kivita, kwingineko ni kwamba utawala wa Kiev kwa mara nyingine tena umeshambulia miundombinu ya nishati ya Urusi kinyume na taarifa zake, Wizara ya Ulinzi inasema. Kulingana na ripoti hiyo, wanajeshi wa Ukraine wameshambulia vituo vya mkoa wa Bryansk kwa siku ya pili mfululizo. Aidha, ulinzi wa anga wa Urusi umeangusha ndege isiyo na rubani ya Ukraine ambayo ililenga kituo cha kuhifadhi gesi huko Crimea. Vile vile, Kiev imeonyesha wazi kutojali kisheria kwa kuendeleza mashambulizi dhidi ya vituo vya nishati vya Urusi licha ya makubaliano yaliyofikiwa kusitisha mashambulizi hayo. Seneta wa Urusi Alexander Voloshin anasema Ukraine kwa mara nyingine tena imedhihirisha kutokuwa na uwezo kamili wa kujadiliana, na ningesema tabia isiyo na mantiki kutokana na mabadiliko ya dhana ya sera ya kigeni. Mashambulizi haya yote yanazungumza kwa ufasaha juu ya ukweli wa nia ya amani ya utawala wa Kiev. Vile vile, kamati ya uchunguzi imerekodi matukio mapya ya mashambulizi ya jeshi la Ukraine
dhidi ya raia katika mkoa wa Kursk. Msemaji wa kamati hiyo Sevlana Petrenko anasema kama sehemu ya uchunguzi wa kesi ya jinai ya kitendo cha kigaidi, wachunguzi wa kamati ya uchunguzi ya shirikisho la Urusi wameandika ukweli wa ziada wa mashambulizi yaliyolengwa kwenye miundombinu ya raia na vikosi vya kijeshi vya Ukraine. Vilevile jeshi la Ukraine lilishambulia wilaya 6 za mkoa Belgorod unaopakana na Urusi kwa risasi 161 na ndege zisizo na rubani 39 na kumjeruhi raia. Gavana Vyacheslav Gladkov anasema, na hiyo ilikuwa ni katika wilaya ya Krasnoyarozhensk, makazi ya Krasnaya Ruga, Prilesye, vijiji vya Gravovka, Demidovka, Elekpenikovka, Outradovka, Popovka ambavyo vyote vilikuwa chini ya mashambulizi. Shukrani kwa Baba wa Kivita na Historia ya Dunia. Mimi ni Richard Shio, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.